Ningependa kueleza kwamba dunia ya leo ni tofauti na dunia tuliyotoka. Miaka ya nyuma, ukitaka kupanga mambo kama haya, unapanga ardhini, unakuja field. Lakini kutokana na teknolojia sasa hivi mambo yanapangwa kwenye mtandao. Humuoni mtu anayepanga, lakini wapo watu wanapanga, na wanaweza wakapanga mpaka wakafanikisha kiasi kwamba wakawa wako mbele kuliko wale ambao wanazuia. Kwa hiyo kwa uchunguzi tuliofanya, ushahidi umebaini kwamba taarifa zilikuwepo kwenye mtandao, lakini pia na watu wachache ardhini walikuwepo. Na ushahidi tumeupata wapi? Hiyo mitandao ipo, lakini pia tumekwenda kukutana na wadau mbalimbali. Miongoni mwa wadau ambao tumekutana nao ni pamoja na watuhumiwa ambao wako magerezani. Tulitembelea magereza yote ambayo yana watuhumiwa na tukapata fursa ya kuongea nao. Lakini pia tulikutana na waathirika ambao walikuja pia na ushahidi wa picha. Baadhi ya majengo kama mnavyofahamu sasa hivi yana CCTV cameras, kwa hiyo yanaonyesha, na baadhi ya watuhumiwa pia ambao walionekana kwenye CCTV cameras wakifanya uhalifu, na wenyewe tumeongea nao na wamekiri. Baadhi yao wanasema walifuata mkumbo. Lakini sasa lije swali kwamba kama taarifa hizi zilikuwepo, hasa inakuwaje hamkuweza kubaini, hamkuweza kuzuia, mkaishia tu kwenye kudhibiti? Tuliloliona sisi ni kwamba walizidiwa na speed. Unaweza ukitizama nyuma huko, kuna matukio ambayo yamewahi kutokea. Kwa mfano, tukio la 9/11 kule Marekani, taarifa zilikuwepo, lakini kutokana na speed walishindwa kubaini hasa ni kitu gani kinaenda kutokea. Lakini walikuwa wanaona kabisa kuna mapilot wanafanya training, kuna dalili kwamba watakuja kushambulia, lakini watashambulia wapi, saa ngapi, watakuja na nini, hivyo hatukuweza kupata. Na katika masuala ya intelligence kuna vitu vinavyoitwa intelligence lapse. Ni mapengo ambayo unapopata taarifa hupati taarifa yote kwa ujumla. Ni kama hadithi, unasimulia hadithi alafu na vipande humu ndani vinakuwa havipatikani. Lakini kingine ni hicho kwamba alichoelezea mzungumzaji aliyepita kwamba mbinu walizotumia ni tofauti na mbinu za kawaida. Mbinu za kawaida, maandamano huwa yanategemea yanaanzia sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni watu wanakusanyana, wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wakiwa na ujumbe na kadhalika. Kwa hiyo mategemeo yote ya vyombo vya ulinzi na usalama walikuwa wanategemea kitu kama hicho. Lakini kilichokuja kutokea ni fujo zilizokuwa zinasambaa kwa haraka sana kwa kutumia pikipiki, lakini pia fujo zenyewe ziliambatana na kufanya uharibifu mkubwa, kuchoma vituo vya mafuta na kutawanyika katika maeneo mengi kiasi kwamba hata kazi ya kuzuia na yenyewe ikawa ngumu. Hasa nije kwenye kuzuia, kuna swali moja ambalo limezungumzwa sana kwenye vyombo vya habari kwamba inakuwaje jeshi la wananchi lilikuwemo mle na nchi haijatangaza hali ya hatari? Sasa swali hilo linajibiwa na sheria ya ulinzi wa taifa ambayo ni sheria namba 24 ya mwaka 66. Ina section 110. Ukienda kwenye section ya 21 ya hiyo National Defense Act, ina ruhusu jeshi kwenda kusaidia mamlaka
kwa Kiingereza wanasema ni assistance to civil power. Kwa hiyo jeshi la wananchi wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyoundwa inaruhusiwa kwenda kusaidia mamlaka, na upo utaratibu ambao umeelezwa pia kwenye section ya 22 ambayo inasema kwamba watakapokwenda pia wanakuwa na powers za polisi. Hawaendi kwenda kuwaondoa polisi alafu wafanye kazi ya polisi, hapana. Wanakwenda kuassist kwa kushirikiana na vyombo vingine ambavyo vipo. Na pia kanuni za majeshi ya ulinzi namba 15 zimefafanua taratibu mzima ambao utatumika. Lakini pia kwa mujibu wa sheria ya Baraza la Usalama wa Taifa, yani National Security Council Act, hii ni act namba 8 ya mwaka 2010, na yenyewe pia imetoa kamati za usalama. Kuna kamati ya usalama ya mkoa, kamati ya usalama ya wilaya, na imeeleza ni wajumbe gani wanakuwa kule, na jukumu lao ni kuregulate na kucoordinate. Lakini pia kuna kamati ya wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao wenyewe kukutana kwa ajili ya kucoordinate utendaji. Kwa hiyo kama mnasikia maswali kwamba ilikuwaje wanajeshi wakawepo kule, sababu ni hiyo, kwamba wamekwenda pale kisheria. Na sheria hii sio kwa Tanzania pekee yake, ipo kwa nchi mbalimbali. Tofauti tunaweza kawa kanuni zinaweza zinapishana kidogo, lakini kwa mujibu wa sheria na hii sheria ukitizama hata kabla ya uhuru ilikuwepo, ukipitia sheria mbalimbali. Kwa hiyo ni malizie tu kwa kusema kwamba kulikuwa na changamoto katika kubaini kutokana na teknolojia na mitandao, lakini pia kutokana na speed na usambaji wa hiyo. Na mimi ninafikiri kwa mawazo yangu pia imetoa somo kubwa sana kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuweza kuzuia tukio lingine kama hili kama litatokea. Na nafikiri mliona tarehe 9 lilitaka kutokea, lakini waliweza kujipanga vizuri zaidi, wakabaini na kuweza kuzuia. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.